kwanza nikushukuru kwa kuniona kuweza kuchangia hotuba ya Waziri Mkuu. Lakini kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kila rahma za uwepo hapa. Mwenyezi Mungu ambaye hata ambayo bado hayakuwa anajua ikiwa yatakuwaje. Lakini kipekee nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mapenzi makubwa ya kuwa rais wa maono, kugusa nyoyo za watu, lakini kuwa na mipango ambayo siku zote inaleta tija katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye naye ni kiongozi wa maono, akitembea kama alivyo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili tumelidhihirisha pale ambapo alikuwa katika ziara za kimikoa, alipopita katika mkoa wa Tanga, lakini wilaya ya Lushoto, halafu akafika jimbo la Bumbuli ambayo mimi ndio mwakilishi. Lakini niwashukuru pia kamati ya ustawi wa jamii na maendeleo iliweza kufika Bumbuli, jimbo ninaloliwakilisha, katika kiwanda cha Mponde, na walitoa tabasamu kubwa kwa wananchi wa Mponde kwa kuongelea, kupokea na kushauri kuhusu matatizo ya kiwanda hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiongozi mzuri utamuona katika mashairi ya ndugu Shaban Robert, alieleza sifa ya viongozi wazuri na viongozi wabaya. Lakini viongozi wabaya alitumia mnyama kuku, kwa sababu kuku ni mnyama yuko karibu sana na binadamu. Katumia lugha za vinaya, lugha za majazi. Akasema kuku akipata nyama hukimbia ale peke, japo wenzake watamuandama, waishike katu hatokubali iondoke mdomoni. Atatafuta mahali ajilie kwa makini, kuku akipata nyama hukimbia ale peke. Mama Samia hayuko hivyo. Mama Samia yuko kama yule kiongozi alivyosifiwa na mwanafalsafa mmoja akiitwa Christopher Robin. Akamwambia, you are braver than you believe, you are stronger than you seem, and you are smarter than you think. Na Christopher Robin walikuwa wakipishana sana na huyu jamaa yake, lakini kwa sababu ni mzalendo hakuacha kumsifia. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niende kwenye yale maeneo machache ambayo nataka niagusie. Kwanza kabisa ni eneo la afya. Nashukuru sana katika jimbo la Bumbuli, Mama Samia wakati ameingia tayari ametupatia zahanati 17. Mambo ya ajabu sana, mapinduzi makubwa. Lakini tuna vituo 4 vya afya ambavyo viwili wakati wake vilianza na vingine ameviboresha hapo nyuma. Lakini niombe sasa kidogo, maana imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Wathesalonike ibara ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 18 kwamba ombeni pasipo na kikomo na shukuruni katika kila jambo. Katika hiki kituo kimoja cha milingano kimejengwa lakini hakijaweza kukamilika. Sasa ili tabasamu iwafikie wanabumbuli, niombe katika wizara hii ya TAMISEMI sasa wakikumbuke kituo hiki ambacho kitaleta tabasamu kwa Watanzania walioko Bumbuli. Lakini kingine ni niende kwenye eneo la elimu. Eneo la elimu katika jimbo la Bumbuli kuna mageuzi makubwa na Mama Samia avishwe taji lake. Lakini zipo shule chache kwa sababu ya umbali. Basi hapa tutahitaji kupata mabweni kutoka eneo moja linaitwa Kwebamba kuja kata ya Milingano sekondari ya Mibukwe. Kumbukeni waheshimiwa wabunge, umri tuliosoma sisi miaka ile ni tofauti na sasa hivi. Mabinti wanachukuliwa kule kilomita 30, wanaenda sekondari inabidi wapangishiwe maeneo ya kuishi bila uangalizi. Kwa hiyo eneo hili linahitaji mabweni ambayo yatasaidia watoto wa kike kupata haki yao ya elimu katika hali ya utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye eneo la vijana. Wenzangu wamegusa maeneo mengi muhimu. Mimi nilitaka nikumbushie tu swala la NIDA ni tatizo, na niombe tamko maalumu litoke ili wale wanaopaswa kutekeleza hilo wafanye mara moja, maana vijana watakosa fursa hii ya Mama Samia Suluhu Hassan
Mheshimiwa Mwenyekiti, niende tena katika eneo muhimu, eneo nyeti la barabara. Kwanza nianze kuomba kabla sijashauri. Niombe barabara ya Mbelei Baga, Mgwashi Nkongoi Milingano kilomita 42 ni barabara ya kimkakati na ilijengwa kidogo na TARURA, lakini labda ni kwa sababu ya bajeti ghafla wakaondoka. Niombe hii ikumbukwe ili kuzidi kuleta tabasamu kwa Watanzania walioko pembeni mwa nchi yetu. Lakini barabara nyingine ambayo ni kipaumbele pia kwa wanabumbuli ni kilomita 22 kutoka Soni hadi Bumbuli Dindila, lakini awamu ya kwanza kilomita 22 upande wa Bumbuli na kilomita 9.3 kwa upande wa Korogwe vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo ni mengi, muda ni mdogo, lakini niombe, kuna barabara ya kimkakati inayounga majimbo matatu: jimbo la Mlalo, jimbo la Lushoto na jimbo la Bumbuli na hatimaye Korogwe vijijini, kilomita 87.3 ambayo ni barabara ya Magamba, Mlola, Makanya, Milingano, Mashewa. Hii nayo ni barabara ya kimkakati. Kwa kuwa muda ni mfupi, niende kushauri kwa wenzangu wa TARURA. Mimi ni mhandisi niliyesajiliwa na bodi ya uhandisi, nilitaka niwashauri kidogo katika mambo ya kitaalamu, na muda usipotosha basi nitafikisha kwenye meza ya ndugu yangu Shemdo ili aweze kuyafanyia kazi. Jambo ya kwanza, kwa sababu ya mvua nyingi na mabadiliko ya tabia nchi ndiyo yanasababisha hilo, basi ni vizuri sanifu zetu, design zetu ziwe ni climate resilient design, kwa maana miundombinu iweze kustahimili mvua nyingi katika maeneo ya milima na maeneo mengine ya tambarare. Lakini mifereji ya pembeni, side drains, ziwe za kutosha, lakini na mitaro ya kupunguza kasi ya maji ambayo wanaita kwa kitaalamu catch water drains. Na kwa sehemu za tambarare kuna vitu vingine tunaita miter drains, zikiwekwa za kutosha zitaweza kuondoa maji haraka barabarani. Lakini kutumia makaravati mengi na madaraja kwa maeneo ya milima, huwa barabara zetu hazina tofauti na mfano wa nyoka kwa sababu ya kwenda na kontua za milima. Unaweza ukakuta mto mmoja umeukatiza mara 5. Kwa hiyo maeneo ya milima yapewe kipaumbele cha makaravati, ili maji ndiyo adui wa kwanza. Wakati nasoma barabara chuo kikuu, profesa wangu alinishangaza sana. Aliniambia adui wa kwanza wa barabara ni maji, adui wa tatu wa barabara ni maji, wa pili na watatu ni barabara kwenye barabara ni maji. Kwa hiyo hii alikuwa akionyesha msisitizo kwamba maji yasipotafutiwa njia yana kawaida ya kutafuta njia yao, na hapo ndio uharibifu utakapokuwa unatokea. Lakini pia tuwe tunadhibiti maporomoko katika maeneo ya milima. Tujitahidi kuweka buffer zones ambazo mtu haruhusiwi kufanya shughuli zozote za kibinadamu, ikiwepo kilimo na kupanda nyasi pamoja na miti rafiki ambayo itazuia mmomonyoko. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende eneo lingine, mambo ni mengi lakini nitayaandika, ila niende eneo la ushirikishwaji wa jamii katika kutunza barabara. Hili jambo hapo nyuma lilikuwepo na wenzetu wa TANROADS kabla ya TARURA, zilikuwepo hata kambi za ujenzi, ilikuwepo pale Mkuranga, ilikuwepo kambi ya ujenzi pale Manga ukielekea Tanga na maeneo mengine. Hizi zilifanya vizuri kwa sababu emergency zikitokea, dharura zikitokea, walikuwa wakizikabili mara moja. Sasa kwa sababu sina wasiwasi na TARURA, sina wasiwasi na wataalamu wa Tanzania, nadhani walikalie hilo, waliangalie upya. Lakini jamii ishirikishwe kwa matengenezo madogo madogo na mikataba midogo midogo ambayo ni community based contracts. Lakini pia kutoa elimu kwa jamii hii, athari gani itapatikana ikiwa mifereji itakuwa haijadhibitiwa, ikiwa mifereji itakuwa imezibwa na watu wanaofanya shughuli za kilimo. Lakini pia kuunda vikundi vya ulinzi wa barabara kwa maeneo husika. Barabara leo imekuwa ndio moyo wa Watanzania. Barabara leo kama haipitiki, shughuli za biashara hazitafanyika. Watoto hawataenda shule kwa sababu zitabomoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende katika eneo pia la kuweka vipaumbele katika barabara. Barabara zetu lazima tuziwekee vipaumbele.
tutenge barabara kwa makundi, ziwepo barabara za kiuchumi, kwa maana barabara ambapo tutapitisha mazao na kwenda kwenye minada na masokoni, lakini ziwepo barabara za huduma muhimu, mfano huduma za hospitali, lakini na kwenda shule. Hizi barabara zipewe kipaumbele. Ukiangalia katika mtandao wilaya ya Lushoto ni zaidi ya kilomita 1200 na kwa Bumbuli tunazo kilomita 544. Kwa kuwa haya mambo ni ya kitaalamu zaidi, niombe niyafikishe kwenye meza ya waziri ndugu yangu Shemdoe, na mimi sina wasiwasi naye, atayafanyia kazi vizuri. Kwa haya machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru sana na ni washukuru viongozi wetu kwa kujitahidi kuonyesha tabasamu kwa Watanzania. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii.